Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama katika siku mpya ya leo. Ikiwa ni tarehe 31 za mwezi wa tano mwaka 2026. Tunakutakia asubuhi njema yenye amani, afya njema na mafikio katika shughuli zako za kila siku. Na basi tena karibu katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo ambako tutakuletea taarifa muhimu za kitaifa, kikanda na kimataifa, na mimi ni Teroje Lulongo. Na basi karibu tuanze habari zetu kwa pamoja ya leo. Na niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujiabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Basi mengine na zaidi ni katika matangazo yetu. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Katika jimbo la Uwele kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la taifa FARDC limeendelea na operesheni kali zidi ya kundi la waasi la ADF NALU ambalo kwa likitajwa miongoni mwa makundi yenye silaha na kusababisha ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama katika eneo hilo, mapambano na misako ya kijeshi yanaendelea katika kijiji na Chasuka na Bango chopo ndani ya kundi la Ambazane wilayani Wata. Eneo hilo kwa sasa limekuwa chini ya uangalizi mkali wa vikosi vya FARDC ambavyo vinaga operesheni za kuwatafuta waasi wanaoshukiwa kujificha katika msitu na maeneo ya pembezoni. Mamlaka za usalama zinasema kwa operesheni hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kurejesha utulivu katika wilaya Mata na maeneo jirani ambayo kwa muda mrefu yamekumbwa na vitisho vya makundi yenye silaha. Katika siku za hivi karibuni, jeshi limeongeza zaidi ya wananchi na vifaa vya kijeshi katika eneo hilo ili kuimarisha uwezo wa kukabiliana na kuzuia harakati za kuzuia waasi. Taarifa zinaeleza kuwa tayari muda wa kadhaa uliotumiwa kwa wanachama wa kundi la DEFE umekamatwa wakati wa operesheni zinazoendelea. Watu wao wameshikiliwa kwa ajili ya mahojiano wa uchunguzi zaidi ili kubaini nafasi yao ndani ya mtandao wa waasi pamoja na hatua za kupata taarifa zinazoweza kusaidia katika kupambana na kuwakamata washirika wengine ambao wanaendelea kujificha. Kundi la ADF NALU limekuwa likihusishwa na mashambulizi mara kwa mara dhidi ya raia pamoja na vikosi vya usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Kwa miaka kadhaa sasa, kuwepo wa makundi hayo umeweza kuwa chanzo cha hofu kwa wananchi, huku maelfu ya familia zikikabiliwa na changamoto za kuhama katika makazi yao na mazingira ya ukosefu wa usalama. Kutokana na hiyo, viongozi wameweza kwa operesheni hizo zitafanyika katika eneo la Suka Bango zina lengo la kuvunja kabisa ngome za uasi na kutaja njia zao za usafirishaji wa bidhaa pamoja na mawasiliano. Wanasitiza kuwa jeshi linaendelea kufanya siku na mchana ili kuhakikisha kuwa maeneo yote yanayotumiwa na waasi yanakabidhiwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa serikali. Katika chifu la Kebu pamoja ambako operesheni zinaendelea, wakazi wengi wana matumaini kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litaleta mabadiliko chanya katika hali ya usalama.
Baadhi ya wananchi wanasema kuwa kurejea kwa amani kutawezesha wakulima kurudi majumbani, wafanya biashara kuendelea na shughuli zao za kila siku, na watoto kurejea tena bila hofu mashambulizi. Kwa sasa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea na operesheni zake katika eneo la Wata, huku mamlaka zikieleza kuwa bado kunaendelea hadi pale tishio la mwisho la waasi ADF NALU litakapozofika kikamilifu. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa wananchi wale wanaishi katika mazingira ya amani, usalama na utulivu wa kudumu. Mapigano makali yameripotiwa tangu usiku wa kuamkia Jumamosi tarehe 13 Mei katika eneo la Loasha Burora ndani ya wilaya Masisi katika mkoa Kivu Kaskazini, kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo yanayojiamini kwa lengo la kulinda maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yalianza wakati wapiganaji wa wazalendo walipoanzisha operesheni dhidi ya nafasi zilizodhibitiwa na waasi wa M23 kwenye mili wa Loshi Burora. Tangu majira ya saa 4 ya usiku wa Ijumaa, wakazi wa maeneo hayo waliripoti kusikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi iliyotokea kwa mfululizo, alilozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Wakazi wengi walikesha katika hali ya taharuki, huku baadhi yao wakilazimika kuondoka kwa makao kwa hofu ya kukumbwa na mapigano hayo. Washuhuda wanasema kuwa milio ya risasi na mabomu yalisikika katika maeneo mbalimbali ya mji huo, jambo linaloashiria ukubwa wa mapigano kati ya pande hizo mbili zinazowazia udhibiti wa eneo hilo. Kutokana na mapigano hayo, usafiri kati ya mji wa Masisi Centre na Nyabiondo umesitishwa kwa muda. Barabara hiyo ambayo ni muhimu kwa shughuli za biashara, usafirishaji wa bidhaa na huduma za kijamii imekuwa haiwezi kutumika kutokana na hali ya kutokuwa salama. Hali imeathiri maisha ya wananchi wengi wanaotegemea njia hiyo kwa shughuli zao za kila siku. Katika maeneo ya Butembo na Kisima, vyanzo vya ndani vinaripoti kuonekana kwa wimbi jipya la wakimbizi wanaokimbia makazi yao. Baadhi ya familia zimeanza kuelekea Nyabiondo wakitafuta usalama, huku wengine wakijificha katika maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Hata hivyo, inaongeza idadi ya watu walilazimika kuyama makazi yao kwa hofu ya vita vitakavyokuwa vinaendelea katika maeneo ya Masisi. Mapigano yaliendelea hasa katika njaa za mchana na za Jumamosi, huku upande ukijaribu kuimarisha nafasi zake. Wazalendo na waasi wa M23 wanaripotiwa kuendelea kugombania udhibiti wa eneo hilo ambalo linaonekana kuwa tulivu wa kimkakati katika ukanda huo. Hadi sasa hali halisi ya umoja wa mapambano bado haijawekwa wazi kutokana na ugumu wa kupata taarifa za uhakika kutoka maeneo yaliyokumbwa na vita. Wakati huo, wananchi na mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa kurejeshwa kwa amani na usalama katika eneo hilo ili kuruhusu wakazi na kurejea katika maisha yao ya kawaida. Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna kuonekana kuwa tete, huko mapambano ya mara kwa mara yaendelea kutishia usalama wa raia na kuasiri juhudi za maendeleo katika wilaya Masisi na maeneo jirani ya Kivu Kaskazini. Zaidi ya wiki moja sasa, kuna safari za ndege zinazofanyika kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia hatua zilizochukuliwa na mamlaka za Uganda katika kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa kuathiri nchi hizo mbili. Mbali na kusimamishwa kwa safari za ndege, usafiri wa abiria kwa njia mbalimbali na vituko vya maji kati ya mataifa hayo pia umesitishwa kwa muda, jambo ambalo limeendelea kuathiri maelfu ya wananchi wanaotegemea njia hizo kwa shughuli zao za kila siku. Katika mji wa Beni, Butembo na Lubero mkoani Kivu Kaskazini, uamuzi umeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wafanyabiashara, wasafiri, wagonjwa wanaohitaji huduma za matibabu nje ya nchi. Maeneo hayo yenye yana uhusiano wa karibu na kiuchumi na kijamii na Uganda, hali unafanya vizuizi hivyo kuwa hatari kubwa kwa maisha ya wananchi. Katika miaka mingi, Uganda imekuwa njia muhimu ya usafiri kwa wakazi wengi wa mashariki mwa DRC. Wafanyabiashara kutoka Beni, Butembo na Lubero na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini hutumia mara kwa mara uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda kama kituo cha kuelekea mataifa ya Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia kwa ajili ya shughuli za biashara. Kutokana na kusimamishwa kwa safari hizo, wafanyabiashara wengi wamejikuta wakikosa njia mbadala ya kusafiri kwa urahisi, jambo linalotishia shughuli za uingizaji na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali.
Wadau wa biashara wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha kuchelewa kwa bidhaa sokoni, kupanda kwa bei za baadhi ya bidhaa za matumizi ya kila siku na kupungua kwa shughuli za biashara katika eneo lote la mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa uchumi, biashara mpakani kati ya DRC na Uganda ni miongoni mwa nguzo muhimu za uchumi wa wananchi katika maeneo hayo. Hivyo kizuizi chochote kinaweza kuwa na athari za moja kwa moja na kwa mapato ya familia nyingi. Bana, sekta ya biashara, sekta ya afya nayo imeathirika kwa kiasi kikubwa. Wagonjwa wengi kutoka mashariki mwa DRC wamekuwa wakisafiri kwenda Uganda kupata huduma za matibabu ambazo wakati mwingine hupatikana kwa urahisi katika hospitali za ndani. Wengine huenda kwa ajili ya upasuaji maalumu, uchunguzi wa kisasa wa wagonjwa wa matibabu ya muda mrefu. Kusimamishwa kwa safari na za abiria kumeacha baadhi ya wagonjwa katika hali ya ngumu ya familia, huku familia zao kuchelewa kwa huduma zinazohitajika. Rais wa shirikisho la biashara la Kongo FEC Butembo Lubero, Polycarp Ndivoto, ameeleza kuwa hatua zilizochukuliwa na Uganda zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa uchumi wa eneo hilo. Amesema kwa mzunguko mkubwa wa watu na bidhaa kati ya DRC na Uganda pia kupitia mpaka ya Aru, Kasindi na Mahagi, ambao maelfu ya watu kuvuka kila siku kwa shughuli zao za biashara na kijamii. Kwa mujibu wake, wafanyabiashara wengi hutegemea Uganda kama lengo la kuelekea masoko ya kimataifa, hasa katika kipindi hiki nchi za Asia na Ulaya ambako huzuia bidhaa na matumizi mbalimbali. Anaamini kuwa badala ya kusimamisha kabisa safari za abiria, ni muhimu kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti Ebola, huku wakiwezesha shughuli za kiuchumi kuendelea kwa usalama. Hadi sasa mamlaka za Uganda zimeendelea kuruhusu wasafirishaji wa mizigo pekee kati ya nchi hizo mbili, hususan bidhaa za chakula na bidhaa nyingine muhimu kwa matumizi ya kila siku. Hata hivyo, usafiri wa abiria bado unasalia kusimamishwa, huku mamlaka zikifuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya kiafya na uhusiana na mlipuko huo wa Ebola. Kwa wakazi wa Beni, Butembo na Lubero na maeneo mengine jirani ya mashariki mwa DRC, matumaini makubwa sasa yanaelekezwa katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo ili mpaka ufunguliwe tena kikamilifu, safari za ndege zirejee na shughuli za kawaida na za kiuchumi na za kijamii ziweze kuendelea kama ilivyo hapo awali. Wakati huo, wananchi waendelea kukabili changamoto za usafiri, biashara na huduma za afya, wakisubiri suluhisho la kudumu kwa tatizo hilo. Mkoa wa Kivu Kaskazini unaendelea kumuenzi marehemu Henri Kasereka Wilubero, mmoja wa viongozi waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiutawala wa mkoa huo. Katika maisha yake ya utumishi wa umma, alijijengea heshima kubwa kutokana na juhudi zake za kutetea maslahi ya wananchi na kuhamasisha maendeleo katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Katika kipindi chote cha kazi yake, Henri Kasereka Wilubero alihusika katika utekelezaji wa miradi na hatua kadhaa muhimu ambazo zimeacha alama ya kudumu katika historia ya mkoa huo. Miongoni mwa mafanikio yanayotajwa zaidi ni mchango wake katika mchakato wa kudhibitisha kazini na kuwaingizia rasmi katika mfumo wa mshahara zaidi ya watumishi 2,000 wa huduma za umma kwa serikali katika Kivu Kaskazini. Hatua hiyo iliwasaidia maelfu ya wafanyakazi kupata hadhi rasmi ya utumishi pamoja na kuboresha mazingira yao ya kikazi. Pia anatajwa kuwa mmoja wa watu waliochangia kwa kiasi kikubwa kuhamasisha uwekezaji katika sekta ya mawasiliano na kuhamasisha ujio wa upanuzi wa kampuni za simu za mkononi Celtel na Vodacom katika wilaya za Beni na Lubero. Uwepo wa kampuni hizo ulifungua fursa mpya za mawasiliano, biashara na maendeleo kwa wafanya-nchi na maeneo hayo ambao kwa muda mrefu walikuwa wakikabiliwa na changamoto za mawasiliano. Henri Kasereka Wilubero pia alishiriki katika juhudi zinazochangia kupatikana kwa hadhi ya mji wa maeneo ya Beni na Butembo. Mchakato ulikuwa hatua muhimu katika kuimarisha utawala wa ndani, upatikanaji wa maendeleo ya majini pamoja na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi wote. Leo hii Beni na Butembo ni miongoni mwa mji muhimu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na mchango wake katika utawala wa maendeleo ya kiuchumi, marehemu huyo alijulikana pia kwa kujitolea kusaidia makundi yenye uhitaji maalumu. Alishiriki katika juhudi zinazowezesha kutambuliwa rasmi kwa chama cha wajane na yatima hatua ambayo ilisaidia kuimarisha msaada wa wajane, yatima na watu walioko katika mazingira magumu ndani ya jamii. Henri Kasereka Wilubero alifariki dunia tarehe
2 Mei mwaka 2016 mjini Kinshasa. Kifo chake kimepokelewa kwa huzuni na watu wengi wa Kivu Kaskazini, hususan wale waliwahi kufanya kazi naye na kunufanika na juhudi zake za maendeleo. Hadi kwa wengi anaacha nyuma kumbukumbu ya kiongozi aliyekuwa na maeneo ya maendeleo, alijitolea kuhudumia wananchi na kutetea ustawi wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Mchango wake unaendelea kutambuliwa kama sehemu ya historia ya maendeleo eneo hilo, huku vizazi vya sasa na vijazo vikikumbushwa umuhimu wa uongozi unaowekwa mbele ya maslahi ya wananchi. Hata kabla ya kifo chake, jina la Henri Kasereka Lubero linaendelea kutajwa miongoni mwa watu waliochangia kwa kiwango kikubwa maendeleo na kung'ara kwa mkoa wa Kivu Kaskazini, na wengi waamini kuwa wazi alizoacha zitabaki kuwa sehemu ya urithi muhimu kwa ajili ya eneo hilo. Na katika mkoa wa Kivu Kaskazini, sauti mpya zimeanza kusikika kuhusu mjadala unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na uwezekano wa kufanya kura maoni ya kitaifa kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Miongoni mwa waliotoa maoni ni Michel Kapanga, aliyewahi kuwa meya wa mji wa Beni, ambaye ameeleza kuwa iwezekani kuzungumzia kura maoni wakati hali ya usalama katika mashariki bado ni tete. Kwa leo kuja baada ya bunge la taifa kupokea na kukubali kuwa hatua ya kwanza mapendekezo la sheria na ruhusu uandaaji wa kura ya maoni kwa lengo la kuamua iwapo katiba ya nchi inaweza kufanyiwa marekebisho. Wakati wa kikao cha 27 Mei mwaka 2016, wabunge wengi walipitisha hatua hiyo kupokea mapendekezo ilo kwa ajili ya kuendelea kujadiliwa katika ngazi zinazofuata. Hata hivyo, mchakato wa kukosa mvutano wa kisiasa, wabunge wa upinzani kutoka kundi la Assemblée pour la République waligomea kikao hicho na kwa kushiriki katika mjadala wala kupigaji wa kura wa pendekezo hilo. Hatua inaonyesha mgawanyiko wa maoni unaendelea kujitokeza kuhusu masuala la mabadiliko ya katiba nchini. Akizungumzia swali hilo, Bwana Michel Kapanga amesema kuwa kabla ya kufikiria kura ya maoni, serikali inapaswa kuanza kuhakikisha kuwa usalama umerejea kikamilifu katika maeneo yote ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wake, mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini na Ituri bado unakabiliana na migogoro ya silaha, mapigano mara kwa mara na wimbi la watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Ameeleza kwa mazingira ya sasa ya hutoi uhakika ushiriki wananchi wote katika mchakato wa kidemokrasia wala kura ya maoni. Kwa maoni yake, mamilioni ya wananchi wanaoishi katika kambi za wakimbizi au maeneo yaliyoathiriwa na mapigano wanaweza kukosa nafasi ya kutoa maoni yao ikiwa hali ya usalama haitaimarika kwanza. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa hoja ya usalama ni muhimu katika mchakato wote wa uchunguzi wa kura ya maoni. Wanasema kuwa ni matokeo ya kura yote hayatakubalika kwa wananchi wote, ni lazima kuwe na mazingira ya amani, uhuru wa kujieleza na uhakika wa usalama wa wapiga kura. Katika miezi ya hivi karibuni, maeneo mengi ya mashariki mwa DRC yanaendelea kushuhudia mapigano kati ya vikundi mbalimbali vyenye silaha, hususan waasi wa M23, makundi ya wazalendo na vikosi vya serikali. Alilosababisha maelfu ya familia kukimbia makazi yao, huko shughuli za kijamii na kiuchumi zikiendelea kuathirika. Pendekezo la sheria kuhusu kura maoni inaendelea kupitia hatua mbalimbali za kisheria za ndani la bunge la taifa, na hata hivyo mjadala kuhusu wakati unaofaa wa kuandaa kura hiyo unaendelea kushika kasi katika sehemu mbalimbali za nchi, hususan katika baadhi ya viongozi wanaosisitiza kurejeshwa usalama hasa katika mashariki mwa DRC kunapaswa kuwa kipaumbele kabla ya hatua nyingine yoyote ile ya kisiasa. Kauli ya Bwana Achille Kapanga inakisi wasiwasi wa sehemu ya wananchi wa mashariki mwa nchi ambao wanaamini kuwa mafanikio ya mchakato wote wa kidiplomasia yanategemea kwanza kurejeshwa kwa amani na utulivu katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na migogoro yenye silaha. Kiongozi wa pinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Fayulu, ametoa wito kwa wananchi kushiriki katika kile alichokiita siku ya maandamano ya amani na shughuli za kawaida ili kuonyesha kutokuridhishwa kwao na kile alichokidai kwani mradi wa kisiasa unaandaliwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Katika tamko lake, Martin Fayulu amewataka wazazi kutokuwaruhusu watoto wao kwenda shule siku ya Jumatano tarehe 3 Juni, huku akiwataka pia wananchi kubaki majumbani na kutokwenda sokoni, kazini au katika shughuli nyingine za kawaida. Kwa mujibu wake, hatua hiyo inalenga kuonyesha kuwa sehemu za wananchi wa Kongo haikubaliani na mwelekeo wa kisiasa ambao serikali ya sasa inataka kuchukua.
Kauli hiyo inakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya katiba ya nchi unaendelea kushika kasi katika duru za kisiasa. Katika wiki zilizopita, bunge la taifa limepokea na kukubali kwa hatua ya kwanza pendekezo ya sheria linalohusiana na maandalizi ya kura maoni na uweza kufungua njia marekebisho ya katiba. Hatua imezua maoni tofauti kati ya wafuasi wa serikali na vyama vya upinzani. Kwa upande wa Martin Fayulu na baadhi ya viongozi wengine wa upinzani, kuna hofu kwamba mchakato unaweza kutumiwa kubadilisha baadhi ya vipengele muhimu vya katiba kwa maslahi ya kisiasa. Hata hivyo, wafuasi wa mchakato wanaona kuwa marekebisho ya katiba si swala la demokrasia ambalo ingepaswa kujadiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wito ya kutokwenda shule, sokoni au kazini unatazama kama njia ya shinikizo la kisiasa unaolenga kuonyesha kiwango cha uungwaji mkono wa wanajeshi kwa msimamo wa upinzani. Ikiwa itakuwa kwa kiwango kikubwa, unaweza kuashiria shughuli za kijamii na kiuchumi katika baadhi ya maeneo ya nchi kwa muda wa siku moja. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa hatua kama kazi zimeweza kutumiwa mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali kama njia ya maandamano ya kiraia yasiyo na vurugu. Lengo kuwa ni kuonesha kutokuridhika kwa wananchi bila kuingia katika makabiliano ya moja kwa moja. Hata hivyo, mafanikio ya hatua hiyo na hutegemea kiwango cha ushiriki wananchi pamoja na mazingira ya kisiasa yaliyoko kwa wakati. Katika miji mbalimbali ya DRC, mjadala kuhusu kauli ya Martin Fayulu unaendelea. Baadhi ya wananchi wanaunga mkono wito huo, wakisema kuwa ni yake kila raia kueleza maoni yake kuhusu mustakabali wa nchi. Wengine hata hivyo wanaonyesha wasiwasi kuhusu athari zinazoweza kujitokeza katika sekta ya elimu, biashara na huduma nyingine muhimu iwapo shughuli za kawaida zitasimamishwa. Wakati wa serikali bado hajatoa tamko rasmi kuhusu wito huo wa kutokutii shughuli za kawaida unaotolewa na uongozi huo wa upinzani. Hata hivyo, kisiasa nchini inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku mjadala kuhusu marekebisho ya katiba, kura maoni na mustakabali wa taasisi za demokrasia ukiendelea kuwa miongoni mwa masuala yanayovutia hisia za wananchi wengi. Kadri tarehe 3 Juni inavyokaribia, macho wengi yanaelekezwa kwa kuona kiwango cha mwitikio wa wananchi kwa wito huo na athari zake katika mazingira ya kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo sana kabiliwa pia na changamoto za usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi pamoja na masuala mengine ya kijamii na kiuchumi. Katika mazingira mjadala unaozidi kushika kasi kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la viongozi wa makanisa wa misho limejitokeza hadharani kuunga mkono mchakato na kutangaza maandamano ya raia yatakufanyika Ijumaa tarehe 5 Juni mjini Kinshasa. Tangazo hilo limetolewa na Pascal Muku ambaye ni kiongozi wa kanisa la Ensemble Chrétien de Kinshasa, asika kwa niaba ya Evariste Njiba ya Mapia, askofu mkuu wa Église de Réveil du Congo. Kwa mujibu wa Pascal Muku, na maandamano yanalenga kuonyesha wazi msimamo wa baadhi ya viongozi wa dini wanaunga mkono wazi la kufanyika kwa mabadiliko ya katiba. Amesema kwa washiriki wa maandamano hao wanatumia fursa hiyo kueleza sababu zinazosukuma kuunga mkono mchakato huo pamoja na kile unachokiona kama mapungufu ndani ya katiba ya sasa iliyotangazwa wakati wa utawala wa Joseph Kabila. Akizungumzia kupitia ujumbe wa video, Pascal Muku alisema kwa maandamano hayo hayataishia katika eneo la Palais du Peuple ambako ujumbe rasmi utasomwa mbele ya wananchi. Kulingana naye, lengo la kutoa maelezo kwa umma na kupinga madai yanayotolewa na baadhi ya wapinzani kwamba mabadiliko ya katiba yanalenga kumpatia muhula mwingine wa uongozi Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kwa mujibu wa waandaaji wa maandamano hayo, wananchi wanapaswa kupata nafasi ya kusikia hoja kutoka pande zote kabla ya kutoa umuhimu kuhusu mchakato wa marekebisho ya katiba. Wanaamini kuwa mjadala huo unapaswa kufanyika kwa uwazi na kwa kuzingatia maslahi ya taifa. Katika maandalizi ya shughuli hizo, viongozi wa mahesabu mbalimbali ya nchi ya dini walikutana tarehe 18 Mei chini ya uongozi wa askofu mkuu Evariste Njiba. Pia mkutano huo ulijadili masuala ya kiufundi na maandalizi ya maandamano hayo yanayotarajiwa kufanyika katika mji mkuu huu wa Kinshasa. Tangazo hilo limekuja wakati hali ya kisiasa nchini inaendelea kuwa na mvutano mkubwa. Siku mbili kabla maandamano hayo, yaani Jumatano tarehe 3 Juni, muungano wa vyama vya upinzani unaojulikana kwa jina la Coalition Article 64 au C64 umetangaza siku ya Ville Morte, yaani kusimamishwa kwa shughuli za kawaida na kijamii na kiuchumi kama njia ya kupinga mchakato wa mabadiliko ya katiba.
Mjadala kuhusu katiba sasa umeingia kwa kiasi kikubwa katika siasa za Kongo, wakati baadhi ya viongozi wa kisiasa, dini na kijamii wanaunga mkono mabadiliko hayo, wakisema anaweza kusaidia kuboresha mfumo wa utawala wa nchi. Upande mwingine unaona kuwa mchakato unaweza kufungua mlango wa migogoro mipya ya kisiasa. Huku tarehe 3 Juni na tarehe 5 Juni zikikaribia, macho ya wengi yanaelekezwa mjini Kinshasa kuona namna matukio hayo mawili yatakavyofanyika kwa na athari zake katika mjadala mikubwa ya kitaifa kuhusu mustakabali wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wataalamu wa sasa wanaamini kuwa wiki zijazo zinaweza kuwa ni muhimu mkubwa katika kuamua mwelekeo wa mjadala huku ambao unaendelea kuvutia hisia za wananchi katika sehemu mbalimbali za nchi. Hali ya usalama katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa kufuatia kuzuka kwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Zalendo kwenye miili wa Loashi Borora. Mapigano ambayo yalianza usiku wa kuamkia leo Jumamosi tarehe 13 Mei yameendelea kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku shughuli za kawaida zikisimama katika baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mashambulizi yao yalianzishwa na wapiganaji wa Zalendo waliolenga nyanzifa zilizodhibitiwa na waasi wa M23 katika eneo hilo. Tangu majira saa 4 usiku kuamkia Jumamosi, milio ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika kwa nguvu katika vijiji na maeneo ya karibu na mstari wa mapigano. Wakazi wa Loashi Borora na maeneo ya jirani walijikuta wakesha katika hali ya taharuki, huku wengi wakihofia kuingia kwa mapigano ndani ya vijiji vyao. Baadhi ya wananchi walieleza kuwa milio ya risasi na mabomu ilisikika kwa muda mrefu usiku kucha, jambo la lazimu kukimbia maeneo na kujificha au kubaki ndani ya nyumba zao wakisubiri hali itulie. Mashuhuda kutoka eneo wanasema kuwa mapigano yaliendelea kwa vipindi tofauti hadi asubuhi ya Jumamosi, huku pande zote mbili zikionekana kupambana kwa lengo la kudhibiti muhimili huo muhimu wa Loashi Borora. Eneo linatajwa kuwa muhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu inaunganisha sehemu mbalimbali za Masisi na kuharakisha harakati za watu pamoja na usafirishaji wa bidhaa. Kutokana na kuzorota kwa usalama, usafiri kati ya Masisi, Centre na Nyabiondo umesitishwa kwa muda. Barabara hiyo ambayo inahutumiwa kwa kila siku kuna mamia wananchi, wafanyabiashara na wasafiri imekuwa hatari kutokana na uwepo wa mapigano karibu na njia hiyo. Leo Masisi pia shughuli za kiuchumi katika eneo hilo, huku baadhi ya masoko yakishindwa kufanya kazi kama kawaida. Mbana kuhamasishwa kwa usafiri, taarifa kutoka kwa vijiji vya Bubombo na Kisima inaonyesha kwa familia nyingi zimeanza kuyama makazi yao kwa hofu ya kusongwa na mapigano. Wakazi hao wanaendelea zaidi upande wa Nyabiondo wakitafuta maeneo salama. Wengine wameamua kubaki kwa ndugu na jamaa zao katika vijiji vya mbali zaidi na maeneo ya mapigano. Wakazi walizungumza na vyombo vya ndani wanasema hali hiyo imezua hofu kubwa, hasa wanawake, watoto na wazee ambao tayari walikuwa wakikabiliana na changamoto nyingi za kibinadamu kutokana na migogoro ya mara kwa mara inayokumba eneo la Masisi. Baadhi ya familia zimeondoka bila kuchukua mali za msingi, zikitanguliza usalama wa maisha yao. Hadi sasa kuna upande ambao umetangaza rasmi kuwa umefanikiwa kudhibiti eneo hilo, na taarifa zinazotokana kutoka uwanjani inaonyesha kwa mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo na hali ya taharuki, huku na ikibaki kuwa yasitofahamu. Kutokana na ugumu wa kufikia maeneo ya mapigano, imekuwa vigumu kudhibitisha kwa uhakika maendeleo ya kijeshi ya kila upande. Hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha, waliojeruhiwa, kiwango cha uharibifu wa mali kilichosababishwa na mapigano hayo. Mashirika ya kibinadamu na viongozi wa eneo wanaendelea kutufuatilia kwa karibu walio wakihofia kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokimbia makazi yao iwapo mapigano yataendelea kwa muda mrefu. Mapigano ni sehemu ya mzozo unaendelea kwa muda mrefu katika wilaya Masisi, eneo ambalo limekuwa likishuhudia mapigano mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na makundi ya Wazalendo. Mzozo umechangia kwa kiasi kikubwa kuzorota kwa hali ya kibinadamu, kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani na kuzofisha shughuli za maendeleo katika sehemu mbalimbali za Kivu Kaskazini. Wakati huo macho wakazi wa Masisi yanatekelezwa kwenye maendeleo ya hali ya usalama katika eneo hilo, huku wakitumaini kurejea kwa amani na utulivu katika usiku na mchana wa mapigano makali yaliyotikisa sehemu kubwa ya miili wa Loashi Borora. Hadi sasa taharuki inaendelea kutawala katika vijiji vingi vya eneo hilo, wakati wananchi wakisubiri kuona mwelekeo wa hali hiyo katika saa na siku zijazo. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 31 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na hapo ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News FM, ambako siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare,
na kwa lugha anasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta komeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu ya kila siku, tunakuletea habari saizi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutakia asubuhi njema, mafanikio tele, na nikuahidi tukutane tena katika taarifa zetu za mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi acha nitakia asubuhi njema, bye bye na chao.